Mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi ajapokufa atakuwa naishi. Naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Injili ya Yohana 11:25 hadi 26. Lakini mimi najua ya kuwa mkombozi wangu yu hai, na ya kuwa baadaye atasimama juu ya nchi. Na baada ya ngozi yangu kuharibika hivi, lakini pasipokuwa na mwili wangu, nitamuona Mungu. Nami nitamuona mimi mwenyewe, na macho yangu yatamtazama wala si wengine. Ayubu 19:25 hadi 27. Hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu. Timotheo, waraka wa kwanza wa Paulo kwa Timotheo 6 mstari wake wa 7. Bwana alitoa, Bwana ametwaa, jina la Bwana libarikiwe. Ayubu 1:21. Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuwatayarishia makao. Basi mimi nikienda na kuwatayarishia makao, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi.
Injili ya Yohana 14 mstari wa 1 hadi 6. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu amependa kwa rehema zake nyingi kuzitwalia roho ya huyu ndugu yetu mpendwa aliyefariki, sisi twarudisha mwili wake udongoni. Tushushe. Kuleta kamba. Wengine wajaniwe. Tarudisha mwili wake udongoni, udongo kwa udongo, mavumbi kwa mavumbi. Tukitazamia ufufuo wa siku ya mwisho na maisha ya ufalme ujao wa Bwana wetu Yesu Kristo, wakati atakapokuja kwa utukufu kuhukumu na atabadili miili ya wale wote wanaolala katika jina lake, isiwe tena miili ya unyonge, bali ifanane na mwili wake wa utukufu, kwa uweza ule ambao kwa huo aweza hata kuvitiisha vitu vyote viwe chini yake. Karibu serikali, watu wa serikali na wachungaji. Wachungaji, watu wa serikali.